Jambo na karibu katika matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Saumu Njama. DW Habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Rais wa Marekani Donald Trump atishia kutoiunga mkono Israel iwapo itauvamia ukingo wa Magharibi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kutoa wito wa Ukraine kuongezewa makombora na Ulaya. Na Umoja wa Ulaya waweka mikakati ya kusitisha utoaji wa gesi chafu. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani haitoiunga mkono tena kivyovyote Israel iwapo itauvamia ukingo wa Magharibi ambao imeukalia kimabavu tangu mwaka wa 1967. Katika mahojiano aliyoyafanya na gazeti la Time mnamo Oktoba 15 na ambayo yalichapishwa jana, Trump ameionya vikali Israel akisema uvamizi hauwezi kufanyika kwa sababu hiyo ndiyo ahadi aliyoitoa kwa mataifa ya Kiarabu. Matamshi haya ya Trump yanakuja wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ameonyesha imani kuwa usitishwaji mapigano uliosimamiwa na Marekani utaendelea kudumu. Marekani bado inasalia kuwa muungaji mkono mkubwa wa Israel kijeshi na katika masuala ya kidiplomasia. Mnamo Jumatano, wabunge wa Israel walipitisha miswada miwili ya uvamizi wa ukingo wa Magharibi, hatua iliyolaaniwa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliyekuwa Israel hapo jana. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atatoa mwito kwa viongozi wa Ulaya kuongeza msaada wa makombora ya masafa marefu kwa Ukraine katika mkutano wa kilele utakaofanyika mjini London leo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atakuwa mmoja wa watakaohudhuria mkutano huo wa kilele. Katika taarifa, afisi ya Starmer imesema mwito wake huo atakaotoa katika mkutano huo uliopewa jina Muungano wa Walio na Nia unalenga kuhakikisha kuwa Ukraine imekuwa na mwendelezo wa mafanikio iliyoyapata wiki hii katika uwanja wa mapambano. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte, waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na mwenzake wa Uholanzi Dick Schoof wanatarajiwa pia kuhudhuria mkutano huo wa kilele London, huku viongozi wengine akiwemo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakitarajiwa kujiunga kwa njia ya mtandao. Wandani wa Ukraine wiki hii wameiwekea Urusi shinikizo zaidi, huku Marekani ikitangaza vikwazo vikali dhidi ya sekta ya mafuta ya Urusi. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Brussels. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameanzisha hatua ya mwisho kuelekea kufikia makubaliano ya lengo la miaka 10 la kupunguza utoaji wa gesi chafu ya kaboni kuelekea mkutano mkuu wa mazingira wa Umoja wa Mataifa. Viongozi hao wameweka masharti ikiwemo kuacha nafasi ya makubaliano hayo kupitiwa upya tena katika siku zijazo. Hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa na hakutarajiwi uamuzi, ila mazungumzo hayo ya viongozi hao yanatarajiwa kutoa mwelekeo wa makubaliano ndani ya wiki 2 zijazo. Viongozi wa mataifa 27 ya Umoja wa Ulaya wamefanya mazungumzo mjini Brussels kujaribu kupata mwafaka kutokana na malengo yao kadhaa walionayo, ambayo ni kuunga mkono biashara za umoja huo zinazodorora ikiwemo sekta ya magari, na kwa upande mwingine kuongoza katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Khartoum. Wawakilishi wa Marekani, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri watakutana leo mjini Washington na pande zinazozozana kwa muda sasa nchini Sudan. Kulingana na afisa aliye karibu na nchi hizo 4, mkutano huo utakuwa unalenga kuzipatanisha pande hizo mbili zilizo kwenye mzozo ili zisitishe mapigano. Mwezi uliopita, nchi hizo za kigeni zenye ushawishi kwa pamoja zilitoa mwito wa usitishwaji wa mapigano kwa ajili ya kutolewa misaada ya kiutu. Kisha baada ya hapo usitishwaji kamili wa mapigano ufuatie, hatua itakayofungua njia ya utawala wa kiraia. Afisa mwandamizi
Afisa mwandamizi aliye karibu na nchi hizo nne ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa mkutano huo wiki hii pia una lengo hilo na kuzishinikiza pande hizo mbili zinazozozana kusitisha mapigano kwa miezi mitatu kwa ajili ya misaada ya kiutu. Na hatimaye Istanbul, michezoni, timu inayoshiriki ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga VfB Stuttgart imelazwa 1-0 na Fenerbahce ya Uturuki usiku wa kuamkia leo katika mechi ya hatua ya makundi ya ligi ya Ulaya. Bao la Fenerbahce lilifungwa na Kerem Aktürkoğlu kupitia mkwaju wa penalti katika dakika ya 34 ya mechi baada ya Angelo Stiller kumwangusha Milan Skriniar. Na msikilizaji, kufikia hapo ndipo ninapofika mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, haya ni miongoni mwa utakayoyasikia asubuhi ya leo. Tutaangazia mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya kuhusu lengo jipya la kupunguza uzalishaji wa gesi chafu. Raia wa Ivory Coast wametoa wito wa mageuzi na maridhiano ya kisiasa wakati wakijiandaa kwa uchaguzi wa rais. Na jeshi la polisi visiwani Zanzibar limewataka maafisa wake kufanya kazi kwa umakini. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Tunaanzia uchambuzi wa ripoti na viongozi wa Umoja wa Ulaya wanaendelea na mkutano wa kujadili kufikia makubaliano kuhusu lengo jipya la kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ifikapo mwaka 2040. Zaidi kuhusu yanayojiri katika mkutano huo anasimulia Jacob Safari. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameanzisha hatua ya mwisho kuelekea kufikia makubaliano ya lengo la miaka 10 la kupunguza utoaji wa gesi chafu ya kaboni kuelekea mkutano mkuu wa mazingira wa Umoja wa Mataifa. Viongozi hao wameweka masharti ikiwemo kuacha nafasi ya makubaliano hayo kupitiwa upya tena katika siku zijazo. Hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa na hakutarajiwi uamuzi, ila mazungumzo hayo ya viongozi hao yanatarajiwa kutoa mwelekeo wa makubaliano ndani ya wiki 2 zijazo. Viongozi wa mataifa 27 ya Umoja wa Ulaya wamefanya mazungumzo mjini Brussels kujaribu kupata mwafaka kutokana na malengo yao kadhaa walionayo, ambayo ni kuunga mkono biashara za umoja huo zinazodorora ikiwemo sekta ya magari, na kwa upande mwingine kuongoza katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano huo unafanyika wakati ambapo Umoja wa Ulaya unakabiliwa na shinikizo la lengo lao kubwa la kupunguza utoaji wa gesi chafu kuelekea mkutano mkuu wa mazingira wa Umoja wa Mataifa utakaofanyika nchini Brazil mnamo Novemba 10. Rais wa Baraza la Umoja wa Ulaya Antonio Costa amesema mkutano huo wa jana umeweka mazingira mazuri ya kuelekea kufikia lengo hilo la Ulaya la mwaka 2040. Mnamo mwezi Julai, Tume ya Ulaya ilisema inataka kupunguza utoaji wa gesi chafu ya kaboni kwa 90% ifikapo mwaka 2040 ikilinganishwa na viwango vya miaka ya 90. Lakini kuna idadi inayoongezeka ya nchi ambazo hazijaridhika kama vile Poland na Jamhuri ya Czech zinazosema kuwa lengo hilo la Ulaya haliwezi kufikiwa. Mataifa yaliyotia saini mkataba wa mazingira wa Paris wa mwaka 2010 yanatarajiwa kuwasilisha mpango wa kupunguza utoaji wa gesi chafu kufikia mwaka 2035 huko Brazil, mpango ambao Ulaya ilikuwa inalenga kuutoa kutoka kwenye mpango wake wa mwaka 2040. Wafanyabiashara wengine wanalalamika kuwa wanatakiwa kuwekeza katika kuzifanya biashara zao kuwa za kijani, wakati ambapo mivutano ya kibiashara na ushindani kutoka China unazibana faida zao. Wanaharakati wanasema hatua hiyo iliyopigwa na Umoja wa Ulaya leo inatoa nafasi ya kuangazia hofu za kisiasa zilizopo na kutoa mwelekeo unaohitajika kusonga mbele na maamuzi muhimu ya kisera. Linapokuja suala la utoaji wa gesi chafu, mbali na China, Marekani na India, Umoja wa Ulaya ndio mojawapo ya watoaji wakuu wa gesi chafu waliodhamiria kuchukua hatua, huku umoja huo ukiwa tayari umepunguza utoaji wa gesi hiyo chafu kwa 37% ikilinganishwa na viwango vya mwaka wa 1990. Wanaharakati wa mazingira lakini wanasema hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa ili kuzuia athari mbaya zaidi za ongezeko la joto duniani na kuwashawishi wale ambao hawajachukua hatua zozote kufuata mkondo wa Ulaya. Wanaharakati hao vilevile wanasema ni muhimu kwa Ulaya kuwekeza na kuwa mstari wa mbele katika teknolojia ya kijani na usiachwe nyuma na China.
Wakati wananchi wa Ivory Coast wakielekea katika uchaguzi mkuu wa urais, wagombea watano wanashindana huku wito wa mageuzi na maridhiano ya kisiasa ukitolewa ili kuhakikisha ustahimilivu dhidi ya mivutano ya kisiasa inayoendelea. Hata hivyo, ni mgombea mmoja anayetarajiwa kushinda. Ripoti ya mwandishi wa DW Sylvia Frolish inasomwa studioni na Doto Bulendu. Uchaguzi mkuu wa urais wa Oktoba 25 kwenye nchi hiyo ya Afrika Magharibi unafanyika ikiwa ni zaidi ya muongo mmoja wa utulivu kufuatia mzozo wa baada ya uchaguzi wa mwaka 2010-2011 ambao ulisababisha vifo vya maelfu ya watu na kuligawa taifa. Rais wa sasa wa taifa hilo Alassane Ouattara mwenye umri wa miaka 83 anawania muhula wa 4 baada ya mabadiliko ya kikatiba ya mwaka 2016 kuweka upya ukomo wa muhula wa urais wa taifa hilo. Jumla ya wagombea watano wapo katika hitimisho cha kinyang'anyiro cha kampeni wakinadi ilani zao ili kupata ridhaa kutoka kwa wapiga kura ya kuiongoza nchi hiyo kwa kipindi cha miaka 5, ambapo mshindi atalazimika kupata zaidi ya 50% ya kura zote zitakazopigwa. Mwenendo na ushawishi wa wagombea wakati wote wa kampeni unaonekana kumwashia taa ya ushindi Rais Ouattara, ambaye kuteuliwa kwake kulizua manunguniko juu ya ukomo wa muhula wa uongozi na uaminifu wa demokrasia nchini Ivory Coast. Ingawa tangu wakati huo uchumi wa Ivory Coast umekuwa, makosa makubwa ya kisiasa bado yanasalia. Ukuaji wa uchumi umechagizwa na ujenzi mkubwa wa miundombinu, kitu ambacho kimetajwa kuwa turufu kuu kwa Ouattara na imani kwa wapiga kura. Eneo moja linalonufaika na uwekezaji wa serikali na ukuaji wa uchumi ni eneo muhimu la kilimo huko Daloa, mji ulioko umbali wa kilomita 140 kutoka mji mkuu Yamoussoukro. Lakini mradi wa serikali wa kurekebisha miundombinu na usimamizi wa miji PRIS umewekeza katika barabara, maji, usafi wa mazingira na majengo ya umma. Daniele Zahu, mkazi wa Daloa, ameiambia Deutsche Welle kuwa wanaridhishwa na maendeleo hayo. Tulijitokeza kwa wingi kumshukuru rais kwa kile ambacho amekifanya Daloa. Kuimarisha mifumo ya utoaji wa huduma za kijamii nchini humo imekuwa ni moja ya ahadi iliyotolewa karibu na wagombea wote wakati wa kampeni, ambapo mwanasiasa wa muda mrefu Simone Ehivete Bagbo wa chama cha Movement of Capable Generations, ambaye ni mke wa rais wa zamani wa taifa hilo Laurent Gbagbo, anasema huduma za kijamii lazima ziwe kipaumbele na zinahitaji msukumo mkubwa. Bado tunapigania demokrasia yetu na ugatuzi wa madaraka. Mradi wa 3 uko karibu kabisa na mioyo yetu: afya, usalama na kustaafu. Tutahakikisha kuwa mfumo wa elimu unafanyiwa mageuzi kikamilifu. Jean-Louis Billon, mfanyabiashara na waziri wa zamani, ameiambia DW kuwa anagombea kwa sababu anataka kuifanya Ivory Coast kuwa taifa lenye nguvu kiuchumi na kusaidia kukuza sekta binafsi. Kwake, uboreshaji wa uchumi, kupambana ukosefu wa ajira, kupunguza mfumuko wa bei na ukuaji wa sekta binafsi ni masuala muhimu. Jumla ya wapiga kura milioni 8,761,348 wanatarajia kupiga kura siku ya Jumamosi ya Oktoba 25 mwaka huu kumchagua rais na wabunge watakaowaongoza wananchi wa Ivory Coast kwa kipindi cha miaka 5. DW inapatikana pia kupitia Instagram. Tukisonga mbele, zikiwa zimebaki siku chache kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu mwezi huu wa Oktoba, jeshi la polisi visiwani Zanzibar limewataka maafisa wake kufanya kazi kwa umakini ili kuendeleza historia nzuri iliyowekwa kwenye kumbukumbu ya mwaka 2010 ambapo kwa mara ya kwanza uchaguzi wake haujamwaga damu. Mwandishi wetu kutoka Zanzibar, Salma Said, ametuandalia ripoti ifuatayo. Akizungumza na maafisa wa polisi wa mikoa, kamishna wa polisi Zanzibar Kombo Khamis Kombo amewaambia maafisa wa jeshi hilo ambao wanatarajiwa kusimamia uchaguzi mkuu katika vituo vyote kuhakikisha wanafanya kazi kwa weledi na kuacha alama ya historia njema. Kamishna Kombo amewataka maafisa hao kuhakikisha amani na usalama wakati wote wa shughuli ya upigaji kura, wakati wa kuhesabu hadi kutolewa matokeo, ikiwa ndio dhamira ya kufanyika uchaguzi bila kumwaga damu wala kuacha madhara. Uchaguzi wa 2010 nakumbuka ulikwenda nao vizuri na tukapata
vyeti vya heshima karibu sote kutoka kwa, nakumbuka Inspekta Jenerali alikuwa Afande Said Ali Mwema, nafikiri walikuwepo kwa kipindi hicho, karibu sote tukapata kwa namna uchaguzi ulivyokwenda. Basi na wewe Mwenyezi Mungu ajalie uende vizuri, tupate hivyo vyeti na vingine zaidi ya vyeti. Katika kusimamia uchaguzi, askari wameagizwa kushirikiana na wananchi katika kuitunza amani, kubaini na kudhibiti uhalifu wa aina yoyote ambao utajitokeza. Naibu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Zuberi Chimbela amesema uchaguzi ni jambo ambalo halitaki mchezo. Askari wenzangu, zoezi la uchaguzi ni moja kati ya matukio nyeti na matukio muhimu katika nchi yetu. Utekelezaji wake hauhitaji masihara, utani wala mapuuza. Hivi karibuni katika mikutano ya kutoa elimu kwa wadau, Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC kupitia kamishna wake Awadhi Ali Said aliwahimiza maafisa wa jeshi la polisi na wale wa vikosi vya SMZ ambao ndio wenye kubebeshwa lawama katika chaguzi zote kukiuka haki za binadamu kwamba wahakikishe wanasimamia uchaguzi wa kutumia mbinu walizotumia wakati wa daftari. Kunakuwa na ushindani, kunakuwa na hisia kali, mara nyingine kunakuwa na mikusanyiko, na wakati mwingine kunaweza hata kutokea matukio yasiyotabirika. Jeshi la polisi lina jukumu la kulinda usalama wa watu wote na mali zao na kuhakikisha kwamba hayo yanafanyika bila ubaguzi, bila upendeleo wa aina yoyote au kukengeuka na kuja kushabikia upande wowote. Uchaguzi wa 2010 ndio ulioweka kumbukumbu nzuri kuliko chaguzi zote zilizofanyika Zanzibar ambao haukukumbwa na machafuko. Salma Said, DW, Zanzibar. Tukiachana na taarifa hiyo, kundi moja la vijana wa kujitolea nchini Sudan wanayaweka rehani maisha yao na kujiweka katika hatari ya kukamatwa wakiwahudumia watu waliokumbwa na njaa, vita na ukosefu wa makazi. Kazi muhimu iliyoufanya mtandao wao kuwa miongoni mwa wawaniaji wakuu wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu. Najat Omar anaangazia mapambano ya mtandao huo kuokoa maisha. Mtandao huo unaojulikana kama Emergency Response Room ERR unasambaza chakula, kuratibu uokoaji, kujenga makazi mapya na kuendesha hospitali katika taifa lililoharibiwa na vita zaidi ya miaka miwili iliyosababisha vifo vya maelfu na kuwafanya mamilioni kuwa wakimbizi wa ndani. Dia Aldin Al-Malik, mratibu wa ERR mjini Khartoum, amesema nikimnukuu, "Sisi ni sehemu ya jamii tunayohudumia. Tuna madaktari, wahandisi, wanafunzi wasio na ajira na wahasibu." Mtandao huo umeenea kote nchini Sudani, ukijumuisha maelfu ya vijana wanaojitolea nje ya mfumo rasmi wa serikali. Mara nyingi ERR hufanya kazi kama kiunganishi cha mashirika ya kimataifa ambayo hayawezi kutuma timu zao moja kwa moja, hivyo kuwaamini kusimamia ugawaji wa chakula na dawa. Dennis Brown, mratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan, anasema vijana hao ni watu wenye ujasiri wanaofahamu muktadha wa mahitaji ya jamii zao. Kwa mujibu wa shirika la wakimbizi la Norway NRC, ERR na waokoaji wa ndani wamekuwa na moyo wa msaada wa kibinadamu nchini Sudan tangu siku ya kwanza ya vita. Mbali na huduma za afya, ERR hujishughulisha na miundombinu ya maji na umeme, huendesha kantini kusaidia waathirika wa ukatili wa kijinsia na kujenga shule. ERR ilianza kama kamati ya upinzani wakati wa maandamano dhidi ya rais wa zamani Omar al-Bashir na baadaye zikawa sehemu muhimu ya mapinduzi ya mwaka 2018-19. Wakati wa janga la uviko 19 waliongoza kampeni ya kinga na chanjo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 4 wamenufaika na kazi za ERR katika miezi 10 ya kwanza ya vita. Licha ya mchango wao mkubwa, vijana hao wanakabiliwa na hatari ya kukamatwa, kushambuliwa na kuuawa. Katika mazingira hayo ya hofu na ukandamizaji, mtandao wa vijana huo pia hurekodi matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na jeshi la vikosi la RSF dhidi ya raia. Ripoti zao zimekuwa vyanzo muhimu vya taarifa katika nchi iliyojaa propaganda na upotoshaji wa habari. Mwezi Septemba, kazi za ERR ilitambuliwa rasmi baada ya kutunikiwa tuzo ya Radford ya haki za binadamu
tuzo inayotolewa kila mwaka nchini Norway. Tukamilishe safu ya uchambuzi. Iran imewahi kushambuliwa, imerejeshewa pia vikwazo vya Umoja wa Mataifa na uchumi wake umeporomoka pakubwa mwaka huu. Licha ya hayo yote, serikali haijachukua hatua yoyote kubwa kunusuru uchumi na haijafanya mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia na mataifa ya Magharibi. Zaidi, Iran inalaumiwa kuwa haijafanya lolote kujiandaa dhidi ya mzozo unaoweza kuibuka kati yake na Israel wala Marekani. Angela Mdungu ana taarifa zaidi kuhusu hatari inayoweza kuikabili nchi hiyo. Miaka ya nyuma, kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, alitangaza kuhusu faida za uvumilivu wa kimkakati wa Iran katika kukabiliana na maadui zake. Hata hivyo, kwa sasa kuna wasiwasi mkubwa unaozidi kuongezeka kuwa uvumilivu huo hauna nguvu kutokana na washirika wa Iran kusambaratishwa. Mwezi Septemba, Khamenei mwenyewe alionya kuwa moja ya madhara na athari zinazoikabili nchi yake hasa ni hali ya uvuguvugu, kwa maana kuwa hakuna vita wala amani, hali ambayo si nzuri. Pamoja na onyo hilo, hakuna hatua iliyochukuliwa kubadilisha mambo, wakati wa Iran wakihofia vita kuibuka tena. Kila kunapotokea hata ajali kiwandani au ajali ya moto, kunaibuka wasiwasi mpya. Ni wakati huo huo, sarafu ya Iran ikiendelea kuporomoka kwa kiasi kikubwa dhidi ya dola ya Kimarekani. Mchambuzi wa mikakati katika ofisi ya rais wa Iran, Abdullah Khani, katika mahojiano ya mwezi Oktoba na shirika la habari la Noor News, alisema hata kama nchi itakubali kuwa kuna uwezekano wa vita nyingine kutokea, njia sahihi ya kuiongoza haipaswi kuwa kuwaweka raia katika hofu muda wote kwa kutoa tahadhari kila baada ya siku kadhaa. Itakumbukwa kuwa mwishoni mwa mwezi Septemba, Umoja wa Mataifa uliwekea vikwazo Iran kwa madai kuwa imeshindwa kutimiza wajibu wake katika makubaliano ya mwaka 2015 kuhusu mpango wake wa nyuklia. Lakini serikali imepuuzia athari za vikwazo hivyo au hata kusisitiza kuwa hazipo. Sehemu ya vikwazo hivyo inaibana benki kuu ya Iran na mauzo ya mafuta nje ya nchi, ambayo ni moja ya vyanzo muhimu vya mapato ya serikali. Mbali na hilo, vita vya mwezi Juni vilishuhudia Israel ikiwaua viongozi wa ngazi ya juu wa jeshi na wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ambacho kinawajibika moja kwa moja kwa Ayatollah. Tangu wakati huo, Iran haijafanya gwaride lolote kubwa na kinachofanyika ni mazoezi kando ya bahari, swala ambalo huenda ni kwa sababu ya kuepuka kuipa Israel nafasi ya kufanya jaribio lolote. Kuna ukosoaji unaoendelea kuibuka juu ya sura ya utawala wa Iran ambao chini ya Khamenei umezalisha makundi yanayoshindana na mashirika ambayo yanapewa kazi zinazofanana. Mshauri wa ngazi ya juu wa Khamenei, Ali Shamkhani, aliyenusurika katika mashambulizi ya Israel, alisema katika video iliyoonekana mitandaoni kuwa mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel ya mwaka 2024 hayakuzaa matunda kama ilivyotarajiwa na Iran, kauli ambayo ni adimu kutolewa na afisa mwandamizi wa serikali. Aidha, serikali ya Iran imekuwa pia kimya kuhusu mdororo wa uchumi uliochochewa na shinikizo katika soko la kubadilisha fedha. Zaidi ya hapo, kuna hali ya sintofahamu kuhusu ni nani hasa atamrithi kiongozi wa juu zaidi wa taifa hilo, Ayatollah Khamenei. Ushawishi wake umeporomoka tangu vita vya mwezi Juni. Licha ya hilo, ameendelea kusisitiza kuwa hawezi kufanya mazungumzo na nchi za Ulaya na Marekani kuhusu suala la nyuklia lililosababisha vikwazo dhidi ya taifa hilo. Na ripoti hiyo iliyoandaliwa na Angela Mdungu inafikisha mwisho uchambuzi wa ripoti. Ni fursa sasa ya kusikiliza makala tuliyokuandalia. Kanasi DW Utamaduni na Sanaa. Mpenzi msikilizaji, karibu katika makala ya utamaduni na sanaa, na leo tutaangazia sanaa ya muziki, lakini mahsusi kwa hali ambayo inaonekana katika kipindi hiki cha wasanii wengi kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi CCM, huku wachache wakibaki kwenye vyama vya upinzani. Je, ni hofu, fedha au nini? Ungana nami Salma Said kupata majibu yote haya. Kadiri kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025 zinavyoendelea nchini,
hali imekuwa dhahiri kwamba wasanii wengi wamejitokeza kutoa burudani katika kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM. Majukwaa ya CCM hupambwa kwa rangi ya manjano na kijani, huku muziki wa kizazi kipya, ngoma za asili na taarabu, mashairi na tenzi zikistawisha majukwaa. Kwa upande mwingine, vyama vya upinzani mfano ACT Wazalendo kinaonekana kuwa na idadi ndogo ya wasanii wanaoshiriki katika kampeni zao, mara nyingi wakitegemea msanii mmoja au wachache wa nyimbo za taarabu au muziki au ngoma za asili. Je, ni kwa nini hali imejitokeza kwa kiwango kikubwa kwa wasanii kukimbia CCM? Huyu hapa Mohamed Ali Suleiman. Sababu ya wasanii kuimba nyimbo za CCM ni kutokana CCM inasaidia sana wasanii, na pia wasanii wakaona waisaidia CCM kwa hali nyingine. Kwa majina naitwa Jacqueline Bakari Mtaita, ni msanii wa nyimbo mbalimbali, lakini pia nimetunga wimbo maalum kwa ajili ya kampeni na ni wimbo wa Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi. Jina langu ni Jamila Borafi Hamza, na masuala ya sanaa, kutunga pamoja na kughani. Sababu ambazo zimenipelekea ambaye ni mgombea pia amefanya mambo mengi na mambo ambayo kwa kweli kwa tumemsapoti na tumeonyesha ile jitihada yake na tumeithamini, lakini pia tumejaribu kumuonyesha zile changamoto, na mara nyingi hata changamoto unapokuwa unazionyesha kwa njia ya sanaa mara nyingi hueleweka zaidi. Nasor Amur Abdallah maarufu Cholo Ganun ni miongoni mwa wasanii wachache ambao hupanda majukwaa ya ACT Wazalendo kutoa burudani. Na kwa kuanza hii sababu ya kuingia kwenye kuimba nyimbo hizi za kwenye chama chetu cha ACT nilianza zamani toka tulivyokuwa kafu kule, na hata nafikiri nyimbo ya kwanza ya kushusha tanga na kupandisha tanga nilitumika nyimbo ya Kwangu Mie, ambayo ile niliimba kwa ajili ya kushusha tanga na kupandisha tanga. Na sababu ya kuja huku baada ya kuona na nikaona kwani ni mie nisijibague, kwa sababu wasanii wengi sana, sio labda kwa ridhaa za wenyewe, wengine kwa uoga huwa wanabakia kwenye chama tawala, chama cha CCM. Cholo Ganun anaongoza kikundi chake cha Rahat Zaman ambacho kimeundwa na watu 7 ambapo wote ni wafuasi wa CCM isipokuwa peke yake, lakini hilo halijamrejesha nyuma kubaki na chama chake. Amesema kwake yeye ni fahari kubaki kwenye msimamo na kwamba sasa amepata baadhi ya vijana wengine ambao anashirikiana nao jukwani kama anavyowataja hapa. Kwa Mheshimiwa Omo, tunaenda na Omo anapokwenda, ni tuko wasanii 4 ambaye niko mimi, Cholo Ganuni, yuko SMP, yuko Nasir Vanilla na yuko Marashi. Au ndo sisi hata kenda Pemba tunakuweko, akija hapa tunakuweko wasanii hao. Katika kisiwa cha Pemba hali ndiyo mbaya zaidi. Ni wasanii wa ngoma za asili na nashidi pekee huburudisha majukwani. Yahya Hilali Ali ni msanii pekee wa kizazi kipya anayepanda jukwani. Nilitaka kujua uamuzi wake huu umetokana na nini. Nimeamua hivyo, siko kulazimishwa, na nimeamua kuwa ACT Wazalendo kwa sababu ni chama pekee ambacho nimeona kwamba kina dira ya mustakabali mzima wa ukombozi wa nchi yangu ya Zanzibar. Wadadisi wanaona hali hii inaonyesha namna siasa zinavyoendelea wa jukwaa kuu la kujitambulisha kwa wasanii, huku burudani zikiendelea kuwa sehemu muhimu ya kuvutia wapiga kura katika kampeni za uchaguzi utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Na kufikia hapa, mpenzi msikilizaji, hatuna la kuongeza zaidi ya kwamba tulikuwa tunazungumzia wasanii wanaopanda katika majukwaa ya wanasiasa. Mimi ni Salma Said, kwa heri. Na hadi hapo ndipo tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukrani sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie siku njema. Asante sana Saumu Njama kwa taarifa uchambuzi, ambapo Jacob Safari kwenye taarifa uchambuzi, nahodha amekuwa Saumu Njama. Rejea kwenye studio za idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchangao kupitia paybill namba ni 625 account namba ni 01245085217800 au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Naweza vile vile tumia PayPal iwapo wewe ni mpenzi wa PayPal. Enda pale kwenye PayPal, search email cantona.online254@gmail.com. Search cantona.online254@gmail.com, PayPal hiyo. Ama pata link iko pale kwenye Facebook yetu. Chukua hiyo link alafu enda moja kwa moja kwenye hatua ya kuweza kutupa mkono wa usaidizi. Katika kiziba mkonga cha sasa, umasikini umewafanya wengi kuamini kwamba mwanaume akiwa hana hela basi hana mapenzi ya kweli. Umasikini umewafanya wengi kuamini kwamba mwanaume akiwa hana hela basi hana mapenzi ya kweli. Hawa ni wakina dada ama wakina mama ama wanawake. Mwanaume anaweza kosa pesa lakini ana mapenzi ya dhati. Na wengi husema kwamba mwanamume anapokuwa hana hela basi anakuwa mpole. Akipata hela wewe sio wa hadhi yake. Wanaume tafuteni hela maadamu zinapatikana. Lakini pesa sio kila kitu. Ni kitu lakini si kila kitu.